Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dionakeo TV. Peter Msigwa, huyu alikuwa ni mbunge wa Iringa mjini pale kupitia chama cha Chadema, lakini kwa sasa amehamia katika chama cha CCM. Peter Msigwa anatoa funzo katika mtandao wa Twitter, na nukuu kile ambacho ameandika Peter Msigwa, na nukuu: masomo ambayo shule haijatufundisha lakini ilitupaswa tujifunze. Shule ilitufundisha mambo mengi, lakini ukweli ni kwamba mengi hatuyatumii. Tarehe tulizokariri tulisahau, kanuni tulizojifunza zilipotea, hatuzitumii. Lakini hakuna aliyetuandaa kwa masomo yanayojenga akili yenye nguvu ya kweli. Leo hebu tuyatazame. Moja, saikolojia, ufahamu wa akili ya mwanadamu. Hili si somo la tiba pekee, ni somo linalofundishwa. Kwa nini watu wanafanya maamuzi yasiyo na mantiki? Kwa nini ni rahisi kudanganywa au kuathiriwa? Kwa nini hisia zetu mara nyingi hutupotosha? Ukielewa akili inayofanya kazi, unaanza kuona mifano kwa watu, kwenye biashara, hata ndani yao wenyewe. Hapo ndipo ufahamu wa kweli huanza. Mbili, falsafa, yani sanaa ya kufikiria. Wengi hudhani falsafa ni majibizano ya watu wa zamani. La hasha, falsafa inatufundisha jinsi ya kufikiri kwa kina, jinsi ya kuhoji na kuchambua mambo, jinsi ya kukabiliana na changamoto za kimaisha kwa utulivu. Marcus aliandika mawazo yake zaidi ya miaka 2000 iliyopita, lakini hadi leo bado yanatusaidia. Kwa nini? Kwa sababu ukweli haupitwi na wakati. Tatu, sayansi ya kumbukumbu na kujifunza. Watu wengi hujifunza kwa jinsi isivyo sahihi maisha yao yote. Hufanya yafuatavyo: kukalili bila kuelewa, kusoma kwa haraka kabla ya mtihani, kusahau baada ya muda mfupi. Lakini ukielewa jinsi ubongo unavyohifadhi taarifa, unajifunza kwa ufanisi zaidi, unakumbuka kwa muda mrefu, unatumia muda mchache lakini kwa matokeo makubwa. Hili hubadilisha kabisa namna unavyoshughulika na maafa. Nne, mantiki na ufikiri makini. Dunia ya leo imejaa taarifa zisizo sahihi, hoja za kihisia zisizo na msingi, watu wanaozungumza kwa kujiamini bila ukweli. Mantiki inayofundisha kutambua hoja dhaifu, kuchambua ukweli na uongo, kuepuka kudanganywa na maneno matupu. Anayejua kufikiri kwa uwazi ndiye anayefanya maamuzi sahihi. Namba 5, historia ya mawazo. Hii si historia ya vita na tarehe, ni historia ya mawazo, jinsi binadamu anavyobadili mtazamo wao kuhusu dunia, jinsi wazo moja linaweza kubadili jamii nzima, jinsi tunayofika tulipo leo. Ukijifunza historia ya mawazo, unaanza kuona dunia si ya bahati nasibu, bali ni simulizi inayoendelea, na unajua nafasi yako ndani yake. Hitimisho, masomo haya hayafundishwi kwa kina shuleni, lakini kujifunza mwenyewe. Unakuwa ngumu kudanganywa, unakuwa imara kufikiri, unakuwa na mtazamo mpana wa maisha, unakuwa mtu mwenye ufahamu wa kweli. Hayo ni maneno ambayo ameandika Peter Msigwa katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi kwelikweli. Wa kwanza naitwa Chalkboard, anasema Msigwa, shule ilitufundisha kujifunza. Wahenga wakasema elimu ni bahari. Shule imekupa uwezo wa kusoma na kuandika, ukajifunza uwezo wa kujielimisha, kujifunza. Mfano, kila mwanasiasa kijana lazima asome historia yako,
ya kisiasa asijichanganye na hii, hatulifundisha ajisomee. Lakini GR anasema na kujua yote hayo bado ukahamia CCM. Why tuseme akili hauna? Lakini mkulima smart anasema ni ngumu kuamini kama una ugomvi na akili timamu. Abdul Ali anasema ni somo zuri. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la mchungaji Peter Msigwa. Jina langu ndio KTV, tunakatujao katika masuala ya kisiasa.